Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa uko mzima wa afya. Msikilizaji, na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu za habari tuanzie na habari zisemazo kuwa muungano wa AFC M23 umeshtumu serikali ya Kinshasa kupitia jeshi la FARDC kwa kuendelea kushambulia position zao na kupelekea vifo vya watu na raia wengi kuyahama makazi yao licha ya hatua inayoendelea ya usitishwaji wa mapigano. Safari Alimasidili tuambie vizuri undani wa taarifa hizi ambako M23 na AFC wameanza kulalama. Naam. Katika taarifa tofauti kwa vyombo vya habari, Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23, alitangaza kuwa mashambulizi yarekodiwa Jumatano ya tarehe 25 Februari saa 3 asubuhi katika eneo la Rugita, saa 4:30 asubuhi katika eneo la Kitazungura, wilaya Kale, na saa 6 mchana katika eneo la Rugezi na maeneo jirani ya Minembwe. Alishutumu vikosi vya muungano kwa kutumia droni zenye silaha pamoja na mizinga mizito, akitaja kuwepo kwa vifo na pia watu kuyahama makazi yao. Kauli hizi zinakuja siku moja baada ya kifo cha msemaji wa kijeshi wa AFC M23 Willy Ngoma. Tunaona kwamba utawala wa Kinshasa kwa mara nyingine tena umekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kuanzisha mashambulizi ya jumla katika mistari yote ya mapambano na hata nje yake. Hii ni operation iliyoratibiwa na kusambaa kwa upana, jambo linaloonyesha wazi uchunguzi wa kutumia njia ya kijeshi, alisema Jumatano ya tarehe 25 Februari Bertrand Bisimwa, mwenyekiti wa M23 na mratibu msaidizi wa AFC M23. Hatuwezi pia kujizuia kubaini kwa wasiwasi mkubwa ukosefu wa usalama. Hadi sasa hatua ya wazi na inayoonekana yenye lengo la kusimamisha mara moja mashambulizi haya ya serikali. Hakuna honyo la hadharani, hakuna jukumu yoyote, aliongeza kwa mujibu wake. Hakuna juhudi inayoonekana iliyochukuliwa kuzuia hatari ya kuongezeka kwa mapigano. Ukimya huu unatofautiana na kasi ya matamko inayoshuhudiwa pale harakati yetu inapolazimika kutumia haki yake ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya moja kwa moja, alimalizia na kusema hayo. Msemaji wa kijeshi wa AFC M23 Willy Ngoma aliuawa Jumanne hii ya tarehe 24 Februari katika shambulio la drone linalodaiwa kutekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa vyanzo vinavyofanana, ikiwemo vile vya ndani ya harakati hiyo ya waasi vilivyothibitisha kifo chake. Shambulio hilo lilitokea karibu na Rubaya, mgodi wa kimkakati katika wilaya Masisi, mkoani Kivu ya Kaskazini. Kifo hiki kinakuja baada ya kile cha Gloire Paluku, wakati mapigano ya zidi kuongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuongezeka huku kwa mvutano kunatokea katika mazingira ya kupingwa kwa usitishwaji mapigano yaliyopendekezwa na Angola. Mashambulizi ya anga yanayofanywa na jeshi la Kongo pamoja na mashambulizi ya ardhini yanaendeshwa na wazalendo dhidi ya ngome za AFC M23, harakati ambayo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa inaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Kabla kutangazwa kwa kifo hicho, Bertrand Bisimwa alikuwa ameshutumu Kinshasa kwa kuheshimu tena makubaliano ya kusitisha mapigano tangu kusainiwa kwa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati mwaka 2023. Willy Ngoma aliwekewa vikwazo na Marekani kwa nafasi ya AFC M23 katika ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu, ikiwemo mauaji na vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya raia. Kuendelea kwa mapigano Kibanda na katika maeneo kadhaa Masisi uwanjani, mapigano yalianza tena kwa nguvu Jumatano ya tarehe 25 katika kijiji cha Kibanda, takriban kilomita 2 kutoka Kasopo, ndani ya groupment ya Nyamaboko ya kwanza, sekta ya Sobanyungu, wilaya Masisi. Na tujelekeze kule katika mji wa Uvira ni kwamba mwezi mmoja baada ya waasi wa AFC M23 kuondoka Uvira, makaburi manne ya halaiki yamepatikana katika eneo hilo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ugunduzi huu umeibua hasira na hofu miongoni mwa wakazi ambao wanataka maelezo thabiti kuhusu mihili iliyopatikana, hasa wakati familia nyingi bado hazijajua hatima ya vijana wao waliokamatwa na AFC M23. Tubaki tu katika mji wa Uvira ni kwamba umewasili tayari ndani ya mji wa Uvira ujumbe wa MONUSCO ambao umekuja kwa lengo la kuandaa mikakati ambayo itawezesha ujumbe wa ufuatiliaji wa usitishaji mapigano kufanya kazi yake vizuri. Habari hii imehakikishwa naye mwanaharakati wa kijamii na kisiasa jimboni Kivu Kusini Andre Biadunia Mashaka. Akizungumza nasi, Andre Biadunia amesema kuwa bado jeshi la MONUSCO kuwasili mjini Uvira
bali ni ujumbe wa maandalizi ndiyo uliwasili. Andre Biadunia azungumuza nasi. Waliokuja si wanajeshi hapana wa MONUSCO. Waliokuja ni delegation yenye inakuja kutayarisha ambako ekipe au mekanisme ya suivi ya cessez-le-feu itafikia. Waliokuja wamekuja katika malengo ya kuja kuzungumuza kwanza na makomposante fulani za raia ili kujua atante za raia, na kesho siku ya 3 ndio wataanza kupokea watu, na objektife kubwa sisi ni kuambia kwamba tuko na besoin ya amani, na jinsi tuliwaona walikuwa wanatumika hapo mbeleni avant watoke 2024, tunataka tuone wameshange faso yao ya kutumika, kwa sababu tulikuwa tunawareproche kila mara kwamba wanaegemea upande umoja, wanatafuta kuonesha kwamba wale ambao ni waagreseri wa nchi notama Twirwaneho, kulikuwa wale ambao walikuwa na pansha kwa Twirwaneho. Atante yetu ni kusema communauté internationale à travers MONUSCO irudishe amani kwa Kongo. Watu wameisha kufa sana. Walituambia ile mbele kwamba hawakuwa na madispositif ya kukombatre M23. Hii cette fois là tunajua kwamba watakuja, wako tayari. Walishajua equipment ambayo MONUSCO inakuwa nayo. Watutowe wale wanyang'anyi pale, wale waagresere pale Sange, warudi ambako walikuwa, na pourquoi pas wasirudie mpaka Bunagana kwenye walitoka. Donc tuko na besoin ya amani, na njoo attente ya population ya Sud Kivu ya Est ya pays. Tuone kwamba amani narudi, watu wafanye kazi zao, watu wasome katika amani na vita ikome kabisa. Na upande mwingine ni kwamba kiongozi wa operations za kijeshi wa kundi la AFC Sultani Makenga na yeye ameripotiwa kujeruhiwa vikali katika shambulio la drone, ingawa taarifa zake hazijathibitishwa. Kifo cha Willy Ngoma kimejiri huku mazungumzo ya kusitisha mapigano yakiendelea nchini Qatar, huku pia serikali ya Kongo na M23 zikiwa zimesaini mkataba wa usitishaji mapigano ulioratibiwa na Marekani, kifo chake kikiibua maswali zaidi kuhusu majibu ya kundi hilo linalosaidiwa na Rwanda. Tumalizie taarifa zetu za habari na kule katika mji wa Baraka ni kwamba uongozi wa feke mjini Baraka umewataka wafanyabiashara kutokulipa pesa yoyote kwa wafanyakazi wa idara ya EPMEA katika harakati zao za kuorozesha kazi zao, kwani ni kinyume cha sheria. Ali Mukindula Lebon ni kiongozi makamu wa feke mjini Baraka amesema kufanya uorozeshaji nacho kitengo cha EPMEA ni halali ila sio kwa pesa. Ali Mukindula Lebon azungumza nasi. Kila service iko na obligation kufanya sensibilisation juu ya kuprepare ba operateur économique. Na tunasemea kwanza saa hii juu ya dossier service ya EPMEA. EPMEA biko na operation yenye biko banaenda banafanya ya registrement. Ila registrement ni preparation ya taxe ya recensement yenye itakuja pale mbele. Na sio tuko mu mairie ya Baraka. Hapa tuko na obligation ya taxe 3. Tuko na taxe za mairie na nomenclature ya mairie iko. Tuko na taxe za gouvernement provincial na arrêté ou soit nomenclature ya gouvernement provincial iko, na tuko na mataxe za trésor public. Na sisi atulipake makuta par rapport ya attribution ya service, tunalipaka mataxe par rapport ya nomenclature. Donc tenya kina mu nomenclature si hatuwezi lipa parce que matribution ni za mingi, et comme matribution ni za mingi, kila attribution inakuya, voilà tunafatana sasa na nomenclature. Na EPMEA mu niveau ya Baraka biko na taxe ya recensement. Ile taxe ya recensement ni mufavere ya mairie na ku gouvernement provincial balipewa uwezo ya kuuzisha mapatante. Et comme tant ya mapatante haiyafika, biko mu sensibilisation ya kuprepare batu. Mais chose grave ni nini? Ila enregistrement ile haiko mu nomenclature ya mairie ya Baraka. Or fiches ziko banaenda banapana kuko logo ya mairie. Donc ni bitu bebi nafanyiziwa mu mairie ya Baraka. Eko binafanyiziwa mu mairie ya Baraka. Na biko mu nomenclature. Zile fiche yebo comme ni tashi yabo. Si atubafungi kwenda banatumika ile enregistrement. Baende banabitumika sans condition. Haitakiwi kulomba mtu hata sanfra. Na kama bingalikuwa aseme ila enregistrement nayo ilipiwe, ingekuwa musheria ya inchi. Ekome abiko musheria ya inchi, na njo maana binashindikana eyo kuaparetre ku nomenclature ya mairie ya Baraka. Et donc sisi hatuwezi tosha makuta, na kama bao wanaona no abatayiweza kuifanya kubure, baache baikale chini bachunge wakati ya kwanza kulipisha tax ya recensement iko kubure.
taksi ya recensement njo tutalipa, me ya registrement hatutailipa sisi, hatutalipa. Hatuwezi toshea makuta zenye ziko mu nomenclature aziaparetre nulle part mu Republique ya Congo, iko hors sheria, batumike comme ni attribution yao. Me hii violation yenye iko ni ile kwenda banalomba batu mapesa. Imaginez-vous 2500 baraka mzima, sini makuta ya kunaweza tusaidia ile kazi yenye tuko tunatumika pale ya taxe conventionnelle. Mena batu bamoya tu baikale tu kucreate kitu jua hapana, ila hatuwezi kubali. Ndugu mtangazaji, sheria iko clear. Hii njo sheria ya inchi, sio mimi au sio fake njo inaviongea bienya biko msheria. Operateur ekonomike yeyote ule mwenye atafikiwa na service ya EPMA akaribishe baja abapatie kiti epui basikie message juu ya registrement. Ikikuwa vya kulomba makuta hata 100 francs, atusemi 5, tunasema 100 francs au tuseme 50 francs, asitoshe ile makuta. Na bakikatala kumwaregistre juu hakutia ile makuta aache. Donc atuwezi apuye hiyo parce que ni bêtise. Donc operateur économique yoyote ule kwa kifupi kusiwe wa kutosha makuta yake juu ya hiyo fishe. Ndugu mtangazaji, unayua matribution kila mtu iko na yake. Tulisha muona autorité officiellement na musika wa ibitu ni ode wa Meria Baraka njo concerne juu ava kufikia kusema tulishaka waona na tukawambia. Na tumalizie tu na habari za hapo Baraka ni kwamba kitengo cha tamaduni na sanaa Culture Art et Patrimoine kwa Kifaransa mjini Baraka kimewaomba maenjinia wa ujenzi na wajenzi wa kawaida kuzingatia amri iliyotolewa na jimbo na ile ya meya ya Baraka kwa ajili ya ulipaji tozo mwaka huu. Bwana Eosa Lokongo Daniel, mkuu kwa muda wa ofisi ya kitengo cha tamaduni na sanaa mjini Baraka, amefafanua kwa ufupi amri hizo za serikali ya jimbo na uongozi wa meya ya mji wa Baraka. Penda kutangazia wafundi wanaokaa katika jiji la Baraka ya kwamba tuko na arete mbili za malipo ya serikali. Kuko arete ya province na kuko arete ya mairie. Na katika hizo arete mbili ninapenda kutangaza masharti ambao yako ndani kwa machache. Nikianzia na arete ya mairie, inatusukuma kulipisha wa maso, wa ingenier. Maso atalipa 30,000 francs congolais. Ingenier yoyote ule mwenye anajenga atalipa 50,000 francs congolais. Na ile 30,000 francs congolais itakuwa par cas ponctuel. Akilipa mwa chantier, mshantier ingine tena tunamukuta analipa 30. Ingenier memema vile. Mataksi ya nani ya province culture art kwa wajengaji wa maso wanalipa $40 annuellement. Wale ambao watapata matatizo magumu ya kutokuelewa watakuwa obligé kwenda kujirenseigner kwa ofisi. Mimi naona kama wa maso atakuwa tayari kwa kulipa taksi ile. Juu ana pesa nyingi, akijenga nyumba moja akitosha ile $10. Juu 30,000 iko equivalent ya $10. Na wale wa agent ambao wanaenda mutere na wao ni watu wanapaswa kujua kuetidie hii kazi haweze kuilipia. Wanapita wanamwacha wanalipisha ile yenye na seri kutoza ile pesa. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako alikuwa ni Omari Makelele Ozila.